Habari ya bro. Niko vizuri za kwako? Salama kabisa. Tunaona kabisa ligi inaendelea vizuri na iko moto kweli kweli. Na ubingwa pale juu tayari vita imekuwa ni kali kweli kweli. Wewe unavyoona paka sasa ligi namna inavyokwenda na vita ya ubingwa ambavyo iko, ubingwa unaelekea upande gani? Mpaka sasa mimi nikiangalia nafasi kubwa bado wanayo Yanga kwa sababu kwanza wanaongoza ligi mpaka leo watu wakiwa na mechi 23, bado mechi 7 wakiwa wanaongoza kwa utofauti wa alama 2, lakini pia ndio timu ambayo imefunga magoli mengi, lakini pia hata goal difference baina yao na Simba ni almost magoli 11 na wamekuwa na wastani mzuri wa magoli. Na ukiangalia mpaka saizi Simba, Yanga na Azam wote wampoteza mechi moja. Kwa hiyo kwa katika swala la kitakwimu ukiangalia overall unagundua bado Yanga ana nafasi kubwa, lakini mimi binafsi ukiniambia kitu pekee ambacho nafikiri ni cha msingi zaidi na itakiwa watu waweze kukizungumza badala ya kuanza kuzungumzia ubingwa ambao Yanga amechukua zaidi ya mara 30 na Simba amechukua zaidi ya mara 21, kitu pekee ambacho kilikuwa ni talking of the town ilikuwa tuzungumzie tukio ambalo Yanga wanakwenda kulifanya katika siku ya kesho kwa maana tarehe 15 saa 4 katika makao makuu ya klabu yao, tukio la utiaji saini wa makubaliano kwenda kuanza shughuli ya ujenzi ambao utakuwa ni kwenda kujenga uwanja wa klabu ya Yanga. Mimi binafsi nafikiri ndio tukio kubwa kwa tokea mpira wetu umewahi kuasisiwa katika nchi yetu. Utaniambia sawa, kwa nini tukio kubwa? Kwa wakati Azam ana kiwanja, KMC wana uwanja, pengine Namungo wana kiwanja, Singida wana kiwanja, Simba wana uwanja mazoezi. Hao wote wana viwanja, lakini thamani ya uwanja wa Yanga ambao unakwenda kujengwa utakuwa ni miongoni mwa viwanja bora, sio tu East Africa, unazungumzia katika Afrika nzima. Itakuwa ni miongoni mwa viwanja vile bora. Utakapozungumzia viwanja 10 bora ambao vinamilikiwa na vilabu, basi Yanga watakwenda kumiliki. Lakini sio hivyo tu, unakwenda kuzungumzia ndio timu pekee ambayo katika ukanda wetu ukitoa pengine TP Mazembe ambao nafikiri ndio wana kiwanja ambao watakuwa na uwanja wao wenyewe wenye ardhi ya kuweza kuchezewa tournament zote kama sio mashindano yote. Hili tukio ambalo ni kubwa ukizingatia kwa umri ambao Yanga wako nao miaka 80 plus, umri ambao wako nao Simba. Yanga walifanikiwa kuwa na uwanja wa Kaunda kwa siku za nyuma, lakini walikuwa ni kama wana uwanja kama mazoezi, haukuwa na sifa za kuweza kuchezewa mechi kubwa. The same Simba na uwanja wao kule Bunju ni uwanja ambao wa mazoezi. Huu ni uwanja ambao utakuwa una sifa zote. Kwa hiyo kama kuna tukio ambalo kwa mwaka huu kwa wapenda soka, kwa Watanzania, litakuwa ni tukio ambalo litakwenda kuamsha ari na hisia na pengine kubakia kuwa ni miongoni mwa tukio bora la karne, ni tukio ambalo Yanga wanakwenda kulifanya. Ni tukio ambalo halifanani na ubingwa wa 32, ni tukio ambalo halifanani na ubingwa wa Simba mara 23, kwa sababu miaka yote walikuwa wanachukua ubingwa lakini hawakuwahi kuwa na malengo haya na kuweza kuyatimiza kama ambavyo Yanga na GSM wanakwenda kuyatimiza. Kwa hiyo nafikiri ni wakati wa Watanzania sasa kuanza kujadili kwa kina hiki ambacho Yanga wameweza kukifanya. Ni tukio ambalo ni la kuigwa, sio tu kwa mashabiki na wapenzi wa Yanga, mashabiki wa Simba na timu nyingine waweze kukaa chini na kutafakari kuweza kuona wenzao wamefikaje hapa katika mazingira haya. Kuna kitu ambacho viongozi wa Yanga wamekifanya cha utofauti. Kuna namna ambavyo uthubutu wao na nia ya dhati imeweza kuwasaidia, na leo hii wanakwenda kuwaletea wananchi ndoto ambazo kuna wenzetu wengi sana walitamani kuweza kuziona, lakini kwa bahati mbaya hawakuweza kuziona. Kuna watu wengi sana walitamani kuweza kuona siku wanakwenda kuangalia mechi ya Simba akiwa katika home ground, mechi ya Yanga akiwa katika home ground. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Yanga anakwenda kutengeneza uwanja ambao hata dabi ya Kariakoo itakwenda kufanyika pale. Ile maana ya kwamba Simba au Yanga yuko nyumbani, Yanga wanakwenda kuionyesha kwa vitendo kwamba tukisema tu katika uwanja wetu nyumbani, tupo katika uwanja wa nyumbani. Kwa hiyo mimi binafsi nafikiri ndio jambo ambalo waandishi, wachambuzi, wadau wa soka ilitakiwa tuanze kulizungumza kwa kina. Hiyo tumekuwa na changamoto moja ya ushabiki. Watu walibeza na kusema kwamba pengine hiyo issue ya Yanga ni uwanja ambao upo kwenye makaratasi. Hatua zimezidi kuchukua, Yanga wamezidi kuendelea, na kesho wanakwenda kutia saini na Suni watakwenda kuanza ujenzi. Sisikii watu wakilizungumzia. Matokeo ya Yanga, matokeo ya Simba hayawezi kufifisha hiki ambacho Yanga wanakifanya, na nitawashangaa wana Yanga wakazidi wakazidi kufikiria vitu vingine, wakaangalia si makosa ya Mwamnyeto, si makosa sio ya Diara, wakaacha kuzungumzia hiki. Haya mambo watu waachie sisi wachambuzi,
kwa sababu ni sehemu ya kazi yetu, lakini wao kipindi hiki ni kipindi ambacho natakiwa waweze kuungana na uongozi wao kuhakikisha kwamba hili jambo linakwenda kutimia tena kwa sherehe kubwa. Wametoa mwaliko kwa wananchi, wameambiwa kahudhurie. Ningetamani kuona pale Jangwani pajai mpaka Kariakoo mpaka Msimbazi, kuonyesha kwamba mashabiki na Watanzania wameweza kuafiki na kuweza kufurahishwa ndoto ambayo imeshindikana kwa miaka mingi sana, leo hii inakwenda kutimia. Nitamani kuona media zote kesho zilikuwa zinakava hili tukio kubwa la kihistoria Tanzania ambalo halijawahi kutokea. Binafsi nichukue nafasi hii kuwapongeza viongozi wa Yanga, nichukue nafasi hii kumpongeza GSM Gharib Said Mohamed kwa hiki ambacho anakwenda kutimiza malengo na ndoto za Watanzania wengi, sio tu wachezaji wa Yanga au mashabiki wa Yanga, hata watoto wa mashabiki wa Simba na timu nyingine watakwenda kucheza vipaji vyao pale. Yanga wana academy soka school iko pale, wako nayo, itakwenda kufanya kazi pale. Kwa hiyo huu ni uwanja ni wa Watanzania wote, sio uwanja wa Yanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho kila Mtanzania anapaswa kuwa sehemu ya tukio kubwa na adhimu ambalo halijawahi kutokea, na itakwenda kufunga historia huko mbele baada ya miaka 50, miaka 20, pengine Simba nao watakuja watajenga uwanja na timu nyingine, lakini itakuwa muasisi kwa mara ya kwanza ni klabu ya Yanga. Hilo ndio tukio kubwa ambalo linakwenda kufunga mwaka huu na miaka mingine 10 ijayo. Sio tena ishu ya ubingwa wa Tanzania ambayo ukiangalia kimsingi 31 22 wachachukua na hakuna jipya walikuwa wanachukua na wakiwa wana viwanja na hakuna ambako walifika. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuwapongeza na notake Watanzania wote waweze kuitikia mwaliko ili kuweza kuonyesha kwamba viongozi walichokifanya ni kitu kikubwa cha thamani ambacho hakijawahi kutokea.